Kumbe ameletewa support. Machozi yanaisha ghafla. Mdeni akifika pale, hata kama kuna mchango ulikuwa unachangwa, anasema sasa hivi hata mzee wako atazikwa kule, si atachukua hata pesa ya chakula vile anamdai. So unapata hata kama atalia huyu mwanamke, hata kuwa analia kwa sababu amefiwa, analia kwa sababu ile deni litalipwaje. Na ameokoka na amejawa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongea na ndimi. Mume wake alikuwa mwana wa nabii, inamaanisha alikuwa atanaweza simama kahubiri, lakini amekufa, ameacha deni. Hii inatufundisha nini? Watu namba 1 waliookoka waache kuwa na roho ya madeni, na usikope kama unajua utalipa. Halo? Amen. Usikope kama unajua utalipa. Kama utalipa, mwambie nisaidie. Wengine wanakopa kwa imani. Uliza jirani yako, ni wewe? Nakopa kwa imani, utalipa tu. Unaweza kopa kwa imani, lakini mwenye unamkopa kama na biashara, hiyo biashara haiendi kwa imani, inaenda kwa hela. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu tena wewe vile akili yako ni mbaya, unamwambia jioni saa 10 nitakuletea hela yako, na unajua hiyo hela ukupata. Saa 10 tarehe saa 10 imepita. Kama ni wewe, kuna mahali Biblia inasema, nitakuja kuongea kuhusu deni kwa undani. Ukipatikana utalipa, na utalipa vizuri sana. Endelea kukopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuombee leo roho ya madeni shida. Na unajua ingine ni roho. Unaangalia mama yako alikuwa anakopa mpaka ameenda kaburini anadaiwa. Nyanya yako alikuwa anakopa. Sasa hii ni madhabahu. Ni madhabahu. Roho ya deni. Hii naongea kuhusu roho ya deni part 1. Kuna roho ya deni part 2, nitakufundisha kwa ndani. Nataka tuchambue hii neno hapa. So aliokoka huyu mama, maana alikutana na nabii, a prophet. Ukikutana na nabii wa Mungu, kuna kitu atafanya kwa anga yako, itasababisha roho hiyo ya deni iondoke. Mama siye alikopa, lakini mume wake ndiye alikopa. Wengine sio unakopa madeni, lakini mume wako mwenzako ndio shida. Unaishi na anakopa, wewe ndio unakwenda kulipa, unaenda ukikilia madeni. Ngona mzee mmoja alikuwa hapa, yeye kila kanisa akienda anaahidi ataleta, mke wake ndiye ataenda kulipa. Wanisa sio hapa, tunanunua vyombo, mimi nitanunua, nitatoa 10,000. Mmoja wake ndang'ang'ana, sasa alipe, nitatoa 2,000, na atatoa tu, atakuwa ni mkono, lakini hatoi. Anaacha kidaiwa na mbingu, anadaiwa na madhabahu. Na madhabahu ni mbaya, ikikudai ni mbaya, huo inakukausha financially, kipesa, kama hujaijua. Na wengine wacha kudaiwa na watu, mnadaiwa paka na madhabahu kama hii. Biblia inasema ya kwamba yule mwanamke ikatokea